Ikiwa Zanzibar inajiandaa na uchaguzi mkuu, waumini wa dini ya Kiislamu wametakiwa kutokubali kuvuruga amani ya nchi yao kwa mambo ya mpito, badala yake kuwa wamoja na kushirikiana katika mambo ya kheri ili kujenga jamii iliyo bora na yenye amani. Hayo yamesemwa na wajumbe wa Baraza la Maulamaa Zanzibar wakati wakiwasilisha mada katika semina iliyoandaliwa na ofisi ya Mufti Mkuu wa Zanzibar kwa mashehe na viongozi wa dini wa mkoa wa Mjini Magharibi huko Masjid Jamiu Zinjibar Mazizini. Amani ni ile hali ambayo dola na raia wanakuwa huru katika kutekeleza majukumu yao. Dola ina mipango yake, raia nasi tuna mipango yetu ya kwenda kazini kurudi, kwenda kuvua kurudi, kwenda kulima kurudi, ikiwa uko katika hali ya salama. Hiyo ndio amani ambayo inayokusudiwa katika nchi yetu. Kama hakuna amani, hakuna utulivu, na hayo yameonekana katika maeneo mengi. Tumeona sisi hapa, Mungu atunusuru, aliyopita mipita. Vurugu ikitokea, watu walishindwa kwenda msikitini, watu walishindwa kwenda shamba, watu walishindwa kwenda kuvua, watu walishindwa kufanya kila jambo kwa sababu amani ilipotea. Sasa tunamuomba Mwenyezi Mungu amani ibakie, amani iwepo. Vipi itabakia? Sisi wenyewe wanachuoni katika maeneo yetu, maimamu katika mimbari zao, walimu katika madrasa zao, na wananchi wengine katika maeneo yao, wote tunatakiwa tuizungumzie amani na utulivu katika nchi yetu ili tuweze kuvuka salama katika mtihani unaofuata. Umoja wa Waislamu ni kitu ambacho kiwe ndiyo dira yetu, kiwe ndiyo mwelekeo wetu, na yatakayotokezea katika mwenendo wetu wa maisha kisivuruge umoja wetu. Mifumo yetu ya ibada ambazo tumefaradhishiwa yote inatuelekeza katika watu kuwa kitu kimoja. Akitoa nasaha zake kwa viongozi hao wa dini juu ya kuhamasisha jamii umuhimu wa kulinda amani nchini, katibu mtendaji wa ofisi ya Mufti Mkuu wa Zanzibar, Sheikh Khalid Ali Mfaume, amewataka viongozi hao kuhubiri amani. Tunawanasihi viongozi, tunawanasihi wanasiasa wote tuhubiri amani, kwa sababu maneno yao yana athari katika jamii ambayo sote tunahitaji amani katika nchi. Dhamira yetu ni kwamba tunayasema haya na tunayazungumza haya, tunahitaji amani ya kudumu na utulivu wa kuendelea. Amani isiwe ya muda wala utulivu usiwe wa muda. Vurugu lolote likitokea katika nchi hii, tunakwenda wapi? Lakini kuna wenzetu wengine hawaoni, wengine wana mahitaji maalum nao tumewafikiria hawa. Lakini kuna wengine wazee wana miaka 70, 80 kukimbia hawawezi. Lakini kuna wengine wanawake na watoto. Haya ni makundi yanaathirika duniani kote kunapotokezea matatizo. Nao hawa tumewafikiria au majitazama wewe peke yako? Wakitoa maoni yao, baadhi ya mashehe kwenye semina hiyo wamesema, natumai hapa tumezungumziwa suala la umoja, suala la amani, suala la utulivu. Nataka nizungumze na mashehe wenzangu. Hivi sisi kweli katika Zanzibar ili swala tumelichukulia kimzahamzao, tumechukulia kidhati na kiukweli? Na kama tumelichukulia kiukweli, je, tuna utendaji kweli katika sehemu zetu mbalimbali, au tumelichukulia tujuujua alafu tunajisifu kwamba sisi tuna amani, tuna utulivu? Je, mashehe hawatakuwa ni madhalim na hawatakuwa mas'ul wakubwa mbele ya Allah? Allah amesema wanavyondo wa moto ukiingia katika moto. Kwa nini wa moto ukiingia katika moto lakati wenye elimu na wenye taaluma? Hadhara kama hizi zinasaidia sana, lakini kuna maeneo mashehe hamfiki. Maeneo mengine ambayo hamfiki mashehe, sehemu za maskani. Kuna maeneo watu wanakusanyika sehemu za uwanjani. Kama tutakubaliana sote, katika vijana ambao wanaongoza kufanya fujo ni vijana kuanzia miaka 18 mpaka 35. Hao vijana wanaofanya fujo, inawezekana wengine watu hawajui watu wanafanya fujo kwa ajili gani, lakini kuna pengine kitu kimeandaliwa, pengine kuna mechi ya mpira, pengine kuna bonanza zimeandaliwa. Sasa huku mashehe mnakuwa hamfiki, wanafika wanasiasa sana. Kwa hiyo mimi nilikuwa napendelea ofisi yetu ya Mufti iandae mkakati maalum, kwa sababu wafanyaji wa fujo sana ni vijana. Nazungumza kwa sababu ya ushahidi.
Semina hiyo ni shamra ya kuelekea kilele cha maadhimisho ya mwaka mpya wa Kiislamu mwaka 1447 Hijria, ambapo lengo ni kutoa elimu juu ya umuhimu wa kulinda amani, kwani umoja na maelewano katika jamii yetu ni jambo jema, hasa katika kujenga maendeleo. Amina Omar, Al-Fatah TV Online. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Al-Fatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp alama ya kujumlisha 25577858490. Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Al-Fatah TV Online, dira ya umma.